Karibuni tena katika tafakuri zetu, na tunaendelea na tafakari ya maagano ya damu, na ujumbe wetu wa leo unasema maagano ya damu na Shetani, yaani watu wanauza roho zao kwa Shetani. Siku zote Shetani hujaribu kumuigiza Mungu, kwani tamaa yake tangu mwanzo ilikuwa ni yeye aweze kufanana na Mungu. Na hii tunaisoma katika Isaya sura ya 14 mstari wa 13 mpaka ule wa 15. Sasa katika mojawapo ya yale ambayo Shetani anamuigiliza Mungu ni kufanya maagano na watu, kwa sababu tunajua kwamba Mungu wetu ni Mungu wa maagano. Na hivyo Shetani kwa vile anamuigiza Mungu kwa kila jambo, basi naye anataka kufanya maagano, tena maagano ya damu na watu. Kuna usemi usemao kuuza roho kwa Shetani. Usemi huu unamaanisha mtu anafanya maagano ya damu na Shetani na kujiweka chini ya himaya au maongozi ya Shetani. Kuna watu wengi tu waliokwisha kufanya maagano na Shetani. Vile kuna mataifa ambayo yalifanya maagano na Shetani, na tuliona katika tafakuri iliyotangulia taifa la Haiti lililopo Amerika ya Kusini, ambalo ni mfano wa mataifa yaliyofanya maagano na Shetani. Tuliona kwamba taifa hili limejaa watu weusi waliotokea Afrika Magharibi, waliokuwa watumwa na ambao walilianzisha taifa hili baada ya utumwa. Lakini pia hatimaye watu hawa walitawaliwa kwa mabavu kwa miaka mingi tu na koloni la Ufaransa. Sote tunaelewa jinsi makoloni yalivyokuwa, jinsi wakoloni walivyokuwa wakorofi na katili, na Wafaransa katili nao walitawala nchi hii. Tuliona pia kwamba hawa wakoloni walikuja na dini ya Kikristo iliyowasaidia pia katika utawala wao. Kwa wale waliosoma historia hasa ya ukoloni, watakubaliana nami kwamba wakoloni walitumia dini na hasa wamisionari katika kufanikisha kutawala, na hii ni bahati mbaya, lakini ndivyo ilivyofanyika, kwamba dini ilitumika katika kuimarisha ukoloni. Sasa tuliona pia katika tafakuri ile kwamba kuna mwanaharakati mmoja ambaye aligundua hofu waliokuwa nayo Wafaransa dhidi ya Shetani na jinsi walivyoomba Mungu awaepushe na Shetani. Huyu bwana akaiona fursa, akaja na wazo kuwa ikiwa kama Mungu anawasaidia Wafaransa kuwatawala, basi wao wajiuze kwa Shetani anayeogopwa na Wafaransa ili awasaidie wao kumwondoa mkoloni. Alipoleta wazo hili kwa watu walikubaliana nalo na wakawa tayari kuuza roho zao kwa Shetani. Hivyo basi sherehe ya maagano ya damu na Shetani iliandaliwa na ilifanyika chini ya mti ambao damu ya nguruwe ilimwagwa kama tambiko. Watu waliridhia kuwa chini ya himaya ya Shetani kwa muda wa miaka 100. Wafaransa kusikia hivyo walijawa na hofu na kukimbia ovyo, walikimbia nchi, na hao watu hatimaye wakawa huru. Hatuwezi kusema kwamba Shetani aliwasaidia, lakini tunaona kwamba Wafaransa walitiwa hofu kuona mtu ambaye ameweka maagano na Shetani, maanake sio mtu mwema tena. Kwa hiyo waliondoka wakaiacha nchi hii. Lakini hawa watu hawakuwa huru, kwa maana walikwisha kujiingiza chini ya himaya ya falme za giza.
Taifa lile kwa miaka 100 lilikumbwa na shida, misukosuko na matatizo ya kila namna. Ni taifa duni kuliko mataifa mengine ya Amerika ya Kusini, ijapokuwa lina uhusiano mzuri sana na taifa tajiri la Marekani, ambapo raia wa Haiti wanaruhusiwa kuishi Marekani bila kibali na kufanya kazi na kuweza kusaidia familia zao nyumbani Haiti. Kipindi kigumu cha miaka 100 chini ya himaya ya Shetani kiliisha katika miaka ya 90. Lakini basi kukawa na kiongozi wa serikali wa wakati huo ambaye aliitwa Jean Bertrand Aristide. Huyu bwana mwanzoni alikuwa ni padre wa Salesian, lakini akaingia katika siasa, na kwa vile watu walimpenda mwanzoni, alikuwa anatetea haki za watu, basi akawa rais wa taifa lile. Lakini cha kushangaza, alijaribu kuweka tena makubaliano mengine na Shetani ya miaka 100. Sasa mwanzoni ilishindikana, lakini bado haijulikani kama maagano haya ya damu yalifanyika tena kwa siri, na kwa sababu huyu bwana kabla ya kufanya maagano yale alipinduliwa na kuikimbia nchi. Lakini huyu bwana alihimiza mchanganyo wa dini ya Kikristo na imani za kishirikina wanazoziita voodoo. Kwa hiyo huu ni mfano mzuri wa taifa lililoweka maagano ya damu na ulimwengu wa giza, na matokeo yake mabaya yanaonekana waziwazi. Taifa lile bado lipo katika machafuko hata leo hii. Vilevile kuna watu ambao kwa binafsi zao wameweka maagano na Shetani. Tunasikia hadithi mbalimbali za wanamuziki wakubwa tu ulimwenguni ambao tunaambiwa, lakini hatuna ushahidi kwamba waliweka au waliuza roho zao kwa Shetani. Yaani waliweka maagano na Shetani, na wengine walifanya makafara hata ya damu ili tu wawe chini ya himaya ya Shetani, wakidhani kwamba Shetani atawasaidia katika mambo yao. Kuna hata viongozi wengine wa dini ambao wanaanza makanisa yao, lakini ili wapate kufanikiwa, basi wanafanya maagano na Shetani ili wao waweze kutenda miujiza na kutoa ishara mbalimbali kwenye makanisa yao na kupata wafuasi wengi, lakini ni watu ambao tayari wapo chini ya himaya ya Shetani kwa sababu waliuza roho zao kwa Shetani. Vilevile hata katika kanisa letu kuna baadhi ya watu ambao wanajulikana kwamba kwa wakati fulani waliuza roho zao kwa Shetani. Kwa mfano, Mtakatifu Theophilus wa Adana anajulikana kama mtakatifu aliyewahi kufanya maagano na Shetani, lakini kwa neema ya Mungu aliweza kuyavunja yale maagano, akafanya kitubio, akawa mtu mwema sana hata mwisho wa maisha yake, na akaweza kufikia utakatifu. Juzi tu tulimsikia Baba Mtakatifu Leo akitangaza watakatifu wapya katika kanisa, na mmojawapo ambaye anaitwa Bartolo Longo, naye anajulikana kuwa aliweka maagano chini na kuwa kuhani wa Shetani. Lakini hatimaye huyu bwana naye alipata neema ya Mungu, akayavunja maagano yale, akawa mtu mwema mpaka akaufikia utakatifu. Lakini hata leo hii watu wengi wanaweka maagano ya damu na himaya ya giza pale wanapoona mambo yao hayaendi. Kuna usemi unaotumika sana wa kujipa matumaini usemao, jisaidie
na Mungu atakusaidia. Watu wamekuwa wakiutumia sana msemo huu wakidhani upo katika Biblia, lakini ukweli ni kuwa haupo kabisa katika Biblia. Hata wewe unayenisikiliza, jaribu kutafuta katika Biblia mahali popote panaposema jisaidie na Mungu atakusaidia. Haupo. Lakini kwa usemi huo, wengi wanaweka maagano na Shetani kwa siri, wakidhani kwamba wanajisaidia na Mungu atawasaidia. Na bahati mbaya, watu hawa wanaendelea kubakia kuwa Wakristo wa kawaida tu. Tena wengine utakuta ni viongozi ndani ya kanisa au ndani ya jumuiya za kanisa. Biblia inasema hamwezi kushirikiana katika meza ya Bwana na katika meza ya mashetani. Hii tunaipata katika Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 21. Shetani huwa anasisitiza maagano ya damu, na ndiyo maana basi, ikiwa kama umewahi kuhudhuria kwa waganga wa ramli wakakutaka ulete paka au kuku au mnyama yeyote na kumwaga damu ya wanyama hao, basi ujue umeweka maagano ya damu na utawala wa giza. Vilevile kuna wale wanahudhuria kwa waganga na wanachanjwa chale mpaka damu itoke. Manake pale napo wanaweka maagano ya damu na utawala wa giza. Lakini hakuna aliyewahi kuweka maagano ya damu na Shetani akafanikiwa. Shetani anaweza kukupa kile unachokitafuta, iwe ni mali, utajiri, nafasi, mamlaka, na hata akakulipizia kisasi. Lakini anachukua amani yako, furaha yako, utulivu wako na matumaini yako, kama alivyolivuruga taifa la Haiti. Kuna mtu mmoja aliwahi kusema, hata Shetani hupenda. Usemi huu nao hauna ukweli, na anayewaza hivyo hakika anakosa maarifa. Shetani hana chembe ya upendo ndani yake, bali ni mbinafsi anayejipenda yeye mwenyewe na sio mtu mwingine. Anaweza kukupa mali au akakupa anasa za ulimwengu, maana ni zake, kama tunavyosoma katika Mathayo sura ya 4 mstari wa 8 mpaka wa 9, au vilevile kama tunavyosoma katika Luka mtakatifu sura ya 4 mstari wa 6 mpaka ule wa 7. Lakini vyote utakapovipata kutoka kwa Shetani, itakulazimu uvisujudie, yaani vitakutawala badala ya wewe kuvitawala. Ndipo utaona watu wengi wanatawaliwa na fedha. Mtu anakuwa na fedha, lakini anakuwa mtumwa kwa zile fedha. Mtu anakuwa na mali, lakini anakuwa ni mtumwa wa zile mali. Utaona hawana amani, hawana utulivu, hawana upendo, hawana furaha, hawana matumaini, kwa sababu kazi yao ni kusujudia ulichopewa, nacho kitakutawala vibaya. Ndiyo maana basi ni rahisi sana kuwatambua wale walioweka maagano ya damu na ulimwengu wa giza, kwa sababu huioni amani ya kudumu ndani yao, huioni furaha ya kweli, huoni utulivu wowote katika maisha yao, huoni upendo wowote. Hivi ulishawahi kuona mtu ni tajiri, lakini ni vigumu kwake kutoa hata senti moja kumsaidia mtu mwenye shida? Maanake mtu huyu anatawaliwa na fedha,
hata awe nazo nyingi kwa kiasi gani, lakini bado ni mtumwa wa fedha. Utaona kuna watu ambao ni matajiri, watu wenye mali nyingi au wenye fedha nyingi, lakini hao hao ndio utaona wanawaumiza wale wenye kidogo. Watawaibia, watawadhulumu, watafanya kila njia ili tu kujilimbikiza mali, kwa sababu tayari watu hawa ni watumwa wa fedha, ni watumwa wa mali, na watakuwa na utumwa huo huo mpaka pale watakapoipata neema ya Mungu, au basi wanakufa, lakini wakiwa na mapresha, wakiwa na hali ambayo sio ya furaha, sio ya amani, sio ya matumaini, wakiwa katika shida mbalimbali. Ni damu pekee azizi iliyomwagwa na Bwana wetu Yesu Kristo pale Kalvari, ambayo inaweza kutupatia amani ya kweli, furaha timilifu na utulivu wa kweli katika maisha. Tutaendelea.